Naam, salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wapenzi na wafuatiliaji wa channel hii ya Tiba Facts Online TV. Leo tena siku nyingine tumekutana katika darasa la elimu ya tiba, na leo bwana tutajifundisha elimu ya tiba kupitia mitishamba, lakini jinsi ya kuita mzimu wa mti wa mbaazi ukusaidia katika tiba zako. Sasa hapa nataka niongee na waganga na wale wote wanaofanya tiba. Kama ufanye tiba unaweza ukanisikiliza tu ukachukua baadhi ya vipengele vidogo vidogo, ila hii ni game ya waganga sasa. Sababu mimi nafundisha watu wote, nafundisha watu wa kawaida. Ndani yake humu na katika channel kuna waganga wengi tu wananipigiaga simu. Mimi ni mganga, natoka sehemu fulani, nina kitabu chako au nina hivi kuna kipengele nimekwama, mimi namuelekeza. Fanya hivi mambo yatakaa vizuri. Kwa sasa hichi kipengele waganga watakipenda na kinawahusu zaidi wao, wale waganga wa asili. Lakini hata wewe ambaye sio mganga tu, ni mtu wa ufuatiliaji wa madarasa ya tiba, kwa sababu nao elimu kwa nayo ni vizuri. Kwa na elimu ni vizuri hata kama hauifanyii kazi, kwa sababu unakuwa umetunza nini? Umeitunza silaha. Katika dini ya Uislamu kuna hadithi moja nilikuwa naisoma mpaka nikacheka sana. Siku moja Ibilisi, kwa lugha nyingine wanamuita shetani, alikuwa anataka kuingia msikitini. Mle msikitini mlikuwa mna watu wawili, mmoja kalala, mwingine anafanya ibada. Sasa yule Ibilisi amefika mlangoni, anataka kuingia, anasita. Kidogo Mtume SAW akafika. Ilikuwa ni enzi za Mtume SAW. Akafika pale akamkuta yule bwana, yule Ibilisi yuko pale mlangoni wa msikiti. Akamwambia, wewe vipi, mbona unafanya nini hapa? Akasema, mimi nataka kuingia mle ndani nikamwharibie swala yule anayeswali, ila namuogopa yule aliyelala. Mtume Muhammad SAW akashangaa, sema hii imekaaje? Mbona yule anayeswali ndo anateremkiwa na rehema, sakina, utulivu katika swala? Iweje unamuogopa aliyelala, usimuogope yule aliyesimama? Akasema, yule aliyelala na elimu, ila yule aliyesimama pale na swali, yule ni mjinga, yule hana lolote analojua pale. Hata ibada yake anayoifanya si sahihi, kwa sababu kuna vitu havielewi pale. Ila yule aliyelala ni msomi na ana elimu. Sasa naogopa akiamka kanikuta niko ndani, ana uwezo wa kunizuru. Sababu akisoma tu hata ile a'udhu billahi minashaitanir rajim ni madhara makubwa sana. Kama mnasomaga hii dua inasema a'udhu billahi minashaitanir rajim, hii unaposoma ukiona jikalilisha mara nyingi unawatia sala kubwa sana majini. Muda hautoshi kukupa vitu vingi, lakini shika hii. Unaposema tu a'udhu billahi minashaitanir rajim umewatia sala kubwa sana majini. Kuna siku utakuja kukupa kisa cha kwa nini inawasumbua sana majini. Hii a'udhu billahi minashaitanir rajim. Na hata kwenye wale wasoma ruqya za Qur'an, anapotaka kuanza kusoma Qur'ani au ile dua za ruqya, hii a'udhu billahi minashaitanir rajim anaweza kaipiga hata mara 9. Unashanga, kwani sipige tu mara moja inatosha? Zile lengo za kurudia mara nyingi pale kuna athari anaifanya. Kuna mkandamizo, kuna nyuklia anaiachia pale ambao wewe huwezi kaelewa. Ni vitu vya kielimu hivi. Kwa hiyo ukiwa na elimu hata kama hujaifanyia kazi, japo sipendagi mimi mtu mwenye elimu asifanyie kazi. Na kwa nini iwe hivyo? Ifanyie kazi ili unufaike na elimu hiyo. Lakini katokea huna dharura za kuitumia sasa hiyo elimu, utafanyaje sasa? Sitabidi ukae hivi. Basi ni bora zaidi. Kwa hiyo kama wewe si mganga, unaweza kaendelea kusikiza alafu tukawa pamoja. Jinsi ya kuita mzimu wa mti wa mbaazi. Mbaazi ni mti ambao unafahamika na unajulikana na karibu na kila mtu. Katika wakazi wa Tanzania, Afrika Mashariki na hata wale wenye wako nje za nchi, inawezekana walitoka huko wakaufahamu huo mti. Mungu akawajalia wakafika mbali, walikokwenda huko kwenye maisha yao kutafuta maisha, ndio hivyo. Lakini mti wa mbaazi wanaufahamu. Sasa huu mti bwana ni moja ya mti mtukufu sana. Kama ulikuwa haujui hilo, huu mti ni moja ya mti mtukufu sana. Wengine huwa wanauita mti mkuu. Ukiwauliza kwa nini mnauita mti mkuu, kwa sababu wanakuambia huu mti bwana unatibu maradhi mengi sana.
Juzi tu nipigiwa simu na bwana mmoja ananiambia, "She, mtoto wangu ameanguka chini anaumwa degedege." Nikamwambia, "Ana miaka mingapi?" Akasema miaka 7. Nikasema sio degedege, inaelekea kwenye kifafa kwa sababu degedege ni chini ya miaka 5. Lakini eneo hamna shida. Tafuta majani ya mti wa mbaazi, tafuta kitunguu saumu, mponda ponda, mnyweshe, nyingine muogeshe. Tumekutana naye mchana, ananiambia amepona ule mgonjwa. Nikasema usirizike na uponaji wake. Tafuta dawa ya kukufunga hicho kifafa. Kamtafute mtaalamu wa kusaidie. Kazi ndogo lakini ni ugonjwa mmoja wa ajabu sana. Mtoto anadondoka hapo anashangaa, anatoa povu, anatetemeka mwili mzima, haeleweki asemi nini na nini. Unaweza ukalia mpaka ukapiga magoti, ukasema labda wanataka wametumia jini amnyonge. Na kifafa inatokana na jini kama lugha hujui. Sio somo letu. Nilikuwa nakuonesha tu jinsi mti wa mbaazi unaofanya kazi. Kwa vitu vingine huu mtu unafanya vikubwa mno kuliko hata hivi tunavyofundishana hapa. Na kama utakuwa ni mpenzi wa ufuatiliaji wa darasa zangu, kafuatilia zile clip za mti wa mbaazi. Ipo part 1 mpaka part 5 kwenye hii channel. Japo ni za muda mrefu kidogo, miaka kama 3 nyuma ndio zilitoka hizo clip. Kama hauna nafasi ya kufuatilia kwenye clip video, fuatilia kwenye vitabu vyangu, Maajabu ya Mitishamba namba 1, Maajabu ya Mitishamba namba 2. Utakutana na mti wa mbaazi. Nimeufundisha vizuri sana. Nikaja ku conclusion kwenye kitabu cha mwongozo wa tabibu. Sasa nikawaelekeza namna gani unaweza kuita mzimu wa mti wa mbaazi. Sasa iko hivi. Mti wa mbaazi ni mti wenye mambo mengi sana na hutumika kama dawa, lakini pia matunda yake huliwa kama unavyofahamu. Huliwa kama mboga ya matunda. Mti huu una mambo mengi mazuri na mabaya. Yaani huu unatumika pande zote mbili. Wachawi wanautumia na waganga pia wanautumia. Mbaazi ni mti unaomilikiwa na jini. Sikiliza vizuri. Mbaazi ni mti unaomilikiwa na jini anayeitwa kikongwe. Yaani kwenye mti wa mbaazi pale kuna jini anaitwa kikongwe. Hujasikia vibaya. Nataka nikurudishie tena hapo. Mbaazi ni mti unaomilikiwa na jini anayeitwa kikongwe. Sasa kumiliki hapo nataka nipatafasiri vizuri. Si kwamba ndo alipanda ule mti, hata kama umeupanda wewe, ila atakuja jini mmoja anaitwa kikongwe. Jini huyu sio mbaya. Na wala isitafasirike kwamba kila jini ni mbaya. Na hata mimi wanazungumza majini sio wote ni wabaya. Kuna majini wenye wana msaada kwa binadamu na kuna majini wenye wana madhara. Sema tu katika ulimwengu wetu wa kibinadamu tumezoea majini wanakuwa wanafanya uharibifu, wanawaingia watu, wanawaharibia maisha, tunaona majini wote ni wabaya, lakini wapo majini wengine ni msaada. Sasa unapopanda mti wa mbaazi, huyu jini kikongwe huwa anakuja kukaa katika mti huo na kufanya makazi yake mahala hapo. Jini huyo ambaye anaishi katika mti wa mbaazi anayetumia jina la kikongwe huwasili au hufika katika mti huo wa mbaazi majira saa 12 jioni. Hukaa hapo mpaka saa 12 asubuhi na baada hapo hutembea tembea katika misitu mikubwa iliyo karibu na maeneo hayo. Kwa hiyo si kwamba muda wa mchana na kuwepo, mazingira ya mchana huwa anaondoka na hurudi jioni saa 12 na anakaa mpaka saa 12 asubuhi, then anakwenda kutembea tembea kufanya shughuli zingine. Kikongwe huyo hukaa na wadudu wengi wakimtambaa katika mwili wake, pia hupenda kuvaa nguo nyeusi. Kikongwe ambaye ni jini wa mti wa mbaazi, chakula chake kikuu au pendwa ni ugali wa mtama au uwele na mboga za majani. Pia kikongwe hupenda kutumia pombe za kienyeji, ugoro, asali na maziwa. Sasa kuna mtu mmoja katika hichi kipengele soma akasema mimi nikafanye, akaenda akatafuta hivi vitu vyote akaenda akatengeneza pale. Kuna utaratibu utakuelekeza hapo mbele hapo. Vitu vile nitavitaja hapa alivifanya hivyo. Akasema nimemuona. Akanipigia simu akasema mimi nimemuona yule jini wa mtu wa mbaazi, nimemuona kabisa, ni live, ni kweli kumbe. Nikasema kumbe ulikuwa unafanya unajua sio kweli. Akasema mimi nilikuwa siamini. Nilifurahi sana kwa sababu amefanya majaribio yenye ameyaona mwenyewe. Unaweza kumuona, sio vibaya. Hakuna shida kwa sababu wewe utakwenda kwa malengo yake maalum. Kwa hiyo huyu jini huwa anaishi hapo. Mti huu pia wa mbaazi yani hutumika na wachawi kwa kuharibu mambo ya watu. Pia mti huu hujulikana kwa jina lingine la mti mkuu kama nilivyosema hapo awali.
kwani ni mti wenye matumizi mengi sana katika tiba na uchawi. Hujasikia vibaya. Yaani huu mti unatumika kwenye tiba, pia unatumika kwenye uchawi. Moja kati ya mti ambao unatumika na wachawi kuwafufua wafu ni pamoja na mti huu tumika. Yani wanaweza kachukua mti huu. Sasa kuna utaratibu fulani ila sitaki kuelekeza hapa. Huo utaratibu ukitumika huwa inachukuliwa ifimbo ya mtu wa mbaazi. Nitachukua tu vipengele vidogo. Unapigwa bakola moja pale kwenye kaburi. Alafu yule maiti anatoka chini kuja juu. Watu wanajua labda mchawi anapoenda kumfufua yule maiti ili amchukue kwenda kumfanya shughuli zake. Labda eti anafukua kaburi. Watu wakikuta kaburi labda limedumbukia kidogo au limefukuliwa juu, walifukua leo usiku wakamtoa maiti. Hiyo kazi ya wanaga kabisa. Ni vifaa tu maalum kama hivyo, wachukua huu mti anachapa bakola moja pale. Yule maiti anatoka chini anakuja juu. Baadaye wachukua mzigo wanatembea. Sasa usitaki kujua elimu hiyo. Hiyo ni elimu ya kichawi kwa kama mtu anaisoma kwa nia tu ya kujua wanafanyaje, lakini sio vizuri kuitumia. Ni elimu ya kichawi hiyo, jinsi ya kuwafufua wafu. Sasa wewe ukitaka kuifahamu hiyo, mtafute mchawi mmoja mzuri mwenye ana elimu ya uchawi akufundishe unufaike inshallah. Sio mimi. Wala usinipigie simu kwambia nataka unifundishe jinsi ya kufufua mtu kupitia mtu wa mbaazi. Hiyo sitojibu kabisa. Maana tunavyofundishana kuna watu ganipigia simu, nataka unielekeze hivi nimesikia pale. Sio kila kitu kitafundishwa vile unavyotaka. Tutafundisha vile vitu vyenye msingi, na vile ambavyo havina msingi wala manufaa tunaviacha kama tulivyo kusudia. Sasa iwapo kama unahitaji kuuita huu mzimu wa mtu wa mbaazi, basi chukua vifaa vifuatavyo. Hivi ndio vifaa na ndio kafara yake. Tunaposema kafara au sacrifice, ni vitu ambavyo ukivifanya au ukipeleka vinakuwa ni kama sadaka, lakini sadaka ile itasababisha yule jini au yule mzimu aweze kufanyaje? Aweze kukupa kile unachokitaka. Sasa kuna vitu viwili nimezungumza, ni jini. Alafu nasema mimi katika topic yangu hapa jinsi ya kuita mzimu wa mtu wa mbaazi. Huyu jini usije ukamtafasiri kama ndio mzimu wa mtu wa mbaazi. Yeye huyu jini anamiliki ule mti. Mzimu ni nini sasa? Na jini ni nini? Mzimu kwa asilimia kubwa huwa tunaelekezwa na wataalamu wengi ni roho za watu waliokufa, hususan wale ndugu zetu au watu maalumu ambao walikuwa wanafahamika. Sasa wanapokufa wale watu, huwa katika kiroho waga na msaada. Unaweza kawaita wakaja wakakupa mashauri, wakakuelekeza vitu, wakakufundisha vitu na namna moja ama nyingine. Hata kwenye hiki kitabu cha mwongozo wa tabibu nimeelekeza jinsi ya kuita mzimu wa asili uje kusaidie. Ile ndio taratibu maalum. Sasa hii imeingiaje kwenye mtu wa mbaazi? Nimekuelekeza namna gani mtu unavyomilikiwa na huyu jini, lakini si kwamba yeye huyu jini wa huyu kikongo ndio mzimu wa mtu wa mbaazi. Yeye atabaki kama jini, lakini ana uwezo sasa wa kusupport ule mzimu wa mtu wa mbaazi uje ukusaidie wewe kupitia zile kafara utakazozifanya pale. Yeye sasa ndio ataamuru sasa huo mzimu unaotumikiwa na mtu wa mbaazi uje sasa ukupe support. Hivyo ni vitu vile unatakiwa vifahamu. Sio ukasema jini ule ndio huyo mzimu. Jini ni kiumbe kingine na mzimu ni kitu kingine. Kwa hiyo tafuta ugoro, tafuta na tumbaku. Kuna mtu aliniuliza swali, kwani ugoro na tumbaku ni vitu tofauti? Naam. Ugoro umesagwa, umedesigniwa vizuri, umegradiwa vizuri, lakini tumbaku inakuwa iko katika hali ya kawaida ile kama imekaushwa, iko katika majani yake ni vile vile. Kwa vitu viwili vitafutwe, na usije ukatafuta kimoja ukasema kwa kuwa ugoro unatoka kwenye tumbaku basi nikipata tumbaku inatosha. Wala usije kuwa mvivu kiasi hicho. Katika klipu iliyotangulia namna kufarakanisha nilishaelekeza namna gani unaweza kupata hivi vitu. Ugoro, tumbaku vinapatikana kwenye masoko, pia kwenye maduka ya dawa za asili. Lakini pia tafuta na maziwa mabichi, yale maziwa fresh.
Na vizuri ya maziwa yasiyo mpita jikoni. Usije ukaenda kununua yale ya dukani wanakuambia maziwa fresh. Tafuta yale ya watu wale yanatoka kabisa kwa Wasukuma, yale ambayo hajapita jikoni, kwa sababu maziwa yanatoka kule sio wanakuhitaji wenyewe, ila yanauzwa yale na Wasukuma wenyewe moja kwa moja, watu wanaofanya biashara za kuuza maziwa katika miji mikubwa na midogo, yale ambayo bado yako kwenye madumu. Basi yale uga hajapita jikoni. Lakini akishaingia kwenye mfumo wa kuchemsha na kufanywa package kwenye maduka, yale yanapita tayari jikoni. Kwa hiyo yale yanakuwa sio maziwa mabichi. Kwa tafuta maziwa mabichi ambayo hajapita jikoni. Swali lingine litatokea hapo, nasema Shena, sasa kama nikiakosa tunafanyeje? Basi paka hapo unabidi uache kazi hiyo. Hakuna mbadala, tafuta maziwa mabichi. Na pia utafute unga wa mtama. Mwingine tena atahoji swali, unga wa mtama sasa mimi nautoa wapi? Mimi sijui utapata wapi, lakini katafute mtama, saga, pata unga wake. Kama unauza dukani kanunue, ila kama haupo gharimika kwenye mtama, nunua mtama wa kutosha, kama ni sado moja, saga ile sado upate unga wake. Si unataka vitu hivyo? Wanasema mtakacha uvunguni sharti ainame. Sasa usije ukajua mambo mazuri anakujaga tu kila ishara, lazima kuna mengine na gharama zake. Uwe tayari kulipa gharama. Kwa hiyo hizo ndo gharama zake. Ukitaka mtu ambazi uitie mzimu then ukusaidie. Kisha ukishapata vitu hivyo, nenda katika mtu ambazi pamoja na hivyo vifaa vyako, ukiwa umevaa kaniki au nguo nyeusi. Kaniki watu wanaweza kaogopa. Nimekuwa mwanga sasa. Kaniki zina maana. Yaani kila kitu tunachokiona katika hii dunia kina maana. Hususan katika hizi rangi nyeusi, kijani, blue, nyekundu, nyeupe, zote zina maana. Sasa hii rangi nyeusi ina maana yake. Sijakuja kutafasiri rangi. Kwa hiyo unaweza kutafuta kaniki. Kaniki ni nguo ambazo zinapatikana dukani, kwenye maduka dawa za asili zinauzwa. Ukikosa hii nguo ya kaniki, katafute nguo nyeusi, kwa sababu ndio inaendana na huo mzimu unaotaka kwenda kuuita pale. Ukiwa umevaa kaniki au nguo nyeusi, ukifika katika ule mtu wa mbazi, ukiukaribia, yani kama watu 5 kabla hujaukuta mti huo wa mbazi, utaweka vifaa vyako chini, alafu utapiga makofi mara 3, yani pa pa pa. Yani ile ni kama vile unashtua kitu chenye kiko pale kijue kuna ugeni umefika. Sio unaenda umefika tu pale, yani kama hata kuna habari zilikuwa zinaendelea wao hawaelewi, washakato wameshtukizwa. Mwisho wa siku badala ya kukuchangamkia wanakukasirikia. Kwa unatakiwa ujue umeenda kwenye himaya za viumbe pale. Unaona bwana Kama uko unajua tunaenda kwenye mbazi, unajua tumeendaenda, lakini ukienda kwa taratibu huu utapata unachokitaka, lakini pia ukae na tahadhari chochote unazoka kiona. Kama huyu bwana aliyemuona mti huyo kikongwe, huyo akaniambia, "Je, nimemuona kikongwe bwana." Ukishapiga makofi mara 3 kisha utasema hodi 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 hapa kwa kikongwe. Yani hodi ya kwanza, hodi ya pili, afu ile ya 3 tunasema hodi hapa kwa kikongwe. Kisha utajiitikia wewe mwenyewe kwa sauti ya mbadala. Kama kwa sema hodi hodi, basi ile ya 4 utasema karibu kwa sauti ya chini kidogo. Ukishasema karibu, wewe mwenyewe utajikaribisha, kisha utabeba sasa vitu vyako ulivyokuwa umeviweka chini, vifaa vyako hadi katika mti huo pale chini, alafu utakwenda kuviweka. Na unaweka kimoja kimoja kwa kusema. Yaani ukifika pale, si labda vyote umeviweka labda kwenye kikapu au kwenye ungo au kwenye kifaa fulani, yaani namaanisha hivi ugoro, tumbaku, maziwa mabichi na unga wa mtama. Unaweza kuwa umevihifadhi kwenye chombo fulani kimoja. Basi ukifika pale unaweka sasa kimoja kimoja. Sasa kipindi unakiweka kile kimoja kimoja unasema hivi, "Kikongwe, nimekuletea zawadi ili unipe vijana wako wa kunisaidia katika mambo yangu na wakanisaidia katika kutibu wagonjwa wangu." Unaweza ukasema wakanisaidia katika zindiko, sawa, kwa sababu hii dawa inakwenda mpaka kwenye zindiko, utakuelekeza huko mwisho unafanyaje. Sasa nakuomba uandae, nitakuja kuachukua baadaye. Yaani wewe umepeleka zawadi, umeomba, lakini huchukui chochote. Sasa unatoa oda, na kuomba uandae vijana wako, nitakuja kuachukua baadaye. Kisha ondoka bila kugeuka nyuma. Yaani ukishasema tu hayo maneno na unaweka kimoja kimoja unasema maneno. Yaani kila unapoweka kimoja unasema maneno.
Yaani kwamba kikongwe, nimekuletea zawadi ili unipe vijana wako kunisaidia katika mambo yangu na wakanisaidia kutibu wagonjwa wangu, na kuomba uandae, nitakuja baadaye kuwachukua. Haya maneno unatakiwa yarudie kipindi unapoweka ugoro, tumbaku, maziwa mabichi na unga wa mtama. Kama huwezi ukayazungumza kwa wepesi, basi unaweza ukakalili kwanza vizuri, hata kama sio yote, lakini uwe umemaanisha hichi nilichokisema hapa, ili ikusaidie sana. Kisha baada ya kuviweka vitu vyote hivyo, unaondoka. Muda mzuri wa kufanya zoezi hili, kwanza kabla tujaendelea, muda mzuri fanya jioni. Maana yeye kikongwe atakuja saa 12, na ndio maana nilianza kukuambia kule kwanza anakuja saa ngapi na anaondoka saa ngapi. Kwa kuwa yeye anakuja saa 12 jioni, basi umtime muda huo, nenda saa 1, saa 2, lakini usiende usiku makubwa kuanzia majira ya saa 3, saa 4, uenda wachawi wakawa tayari na wenyewe wameshafika pale kwa ajili ya kuomba mambo yao. Sasa mkagongana, mchawi kaja na wewe umeenda. Sasa nini na nini vinakuwa vimeumana. Kwa hiyo jitahidi wewe kuwahi angalau basi saa 12, saa 1, saa 2 umalize kazi yako na kuondoka. Haijalishi mtu uko nyumbani kwako, umeupanda huko kwa ploti ya mtu mwingine au uko polini, vyovyote vile inawezekana. Sasa ukiwa kwenye ploti ya mtu unabidi ukamuombe, kwa sababu unaweza kaenda kufanya vile vitu akashangaa akasema, sasa huyu jamaa huyu unifanyia ushirikina kwenye mti wangu kweli. Kwa hiyo ni vyema ukamwambia, ukampa taarifa. Na kama uko polini itakuwa bora zaidi, unafanya mambo yako kwa asili. Na kama upo kwako, basi unakuwa hauna kizuizi chochote, kwa sababu wewe ndio mwenye mti na wewe ndio uliye upanda. Kisha baada ya kuondoka bila kugeuka nyuma, hekima yake usije ukageuka nyuma. Kuna hekima nyingi, lakini moja ya hekima, kuna wakati majini huwa wanakuwekea mtego, wanaweza kukuita fulani, ukageuka ndo tayari dawa yako imeharibikia pale pale. Kwa hiyo jitahidi hata kama unasikia sauti ya kukuita, usigeuke nyuma mpaka umbali mrefu kidogo. Sio kwamba unaenda tu bila kugeuka nyuma mpaka nyumbani. Unaenda tu umbali mrefu, kama urefu wa kiwanja kimoja cha mpira ni sawa kama na mita 100, then unaweza kuendelea kusalimiana na watu na kugeuka pande yoyote. Kwa ukishaondoka hapo, utarudi mpaka nyumbani, utalala. Usiku utalala na utaamka alfajiri mapema kabisa ile saa 12. Uende na jembe au upanga, na ukiukaribia ule mti, yani utaenda na jembe au upanga, na vizuri uondoke kabla hujasemeshana na mtu yoyote, na wala haujatia chochote katika mdomo wako, yani chakula chochote hujakula. Uende na jembe au upanga, ukiukaribia ule mti utapiga tena makofi vile vile tulivyoelekezana mara ya kwanza. Utapiga makofi mara 3 pa pa pa. Kisha utapiga hodi mara 3, ni hodi hodi hodi. Ya 4 utajikaribisha mwenyewe na utasema hii hodi. Ile ya 3 utasema hodi hapa kwa kikongwe. Kisha utajitikia wewe mwenyewe kwa sauti ya kubadilisha kidogo kutoka ile hodi ile ya nyingine unayojitikia iwe tofauti na ile ya kubishia hodi. Itakuwa nimeeleweka vizuri. Alafu utasema sasa, karibu mjukuu wangu. Kisha wewe mwenyewe tena utajijibu tena asante. Yani wewe ndio unajibisha hodi, wewe ndio utajikaribisha, na wewe ndio utasema asante, kwa sababu hakuna kiumbe atakaye kufanyaje kukukaribisha. Lakini kama Mungu atajalia akakukaribisha, si utakimbia wewe? Kwa vitu vingine inatakiwa tu hekima itumike, kwamba sasa mbona mimi nasema hivi hodi lakini sijui au nani atanikaribisha. Sasa mfano ikitokea wewe ukakaribishwa, ukaambiwa karibu bwana, si utakimbia wewe? Hivi unaweza ukaendelea na safari kweli? Kwa unavyokujua mimi na imani yako, si utarudi mbio kweli? Nimekutana jini hapa. Kwa bora hayo mambo yote uyafanye mwenyewe. Kikubwa inatafutwa ni hekima ya kwenda pale na busara za wazee. Kisha ukifika pale utasema, bibi, mimi nimekuja kuwachukua vijana wako wakanifanyie kazi fuatazo. Hili neno bibi ndio yule kikongo, sababu yule ni jini wa kike anayejiita kikongo yeye. Kwa pale unakwenda kwa busara unasema, bibi, mimi nimekuja kuwachukua vijana wako wakanifanyie kazi zifuatazo. Kazi ya kwanza, wakanitibia wagonjwa wangu. Ndio maana nikasema hichi kipengele waganga ndio kinawafaa, lakini hata wewe ambaye sio mganga unaweza kuchukua elimu hii ikakusaidia baadaye. Kazi nyingine, wakanifukuzie majini, wakanifukuzie mikuli, visiki, mahembe
na vibwengo. Pia unaweza kuongeza na kazi nyingine, wakanifanyie kinga katika eneo langu, namna kama unavyotaka. Kisha ukishazungumza hivyo, utachimba mzizi mmoja tu na utaondoka kuelekea nyumbani. Kisha ukishafika nyumbani, ule mzizi utaupalua vizuri, yani kuondoa yale magamba ya juu. Kisha ukate pingili 5 au wengine wanasema pigi. Yani ni vipande vidogo vidogo venye urefu wa nusu kidole. Hichi kidole cha shahada inakuwa nusu. Ndio inaitwa pingili au pigi hizo. Ziwe 5. Kisha pingili au hizo pigi uzichinjie kuku mweusi wa kike. Kwa hiyo ni zoezi ambalo tokeo umejiandaa ukishaanza kufanya zoezi hilo, andaa na kuku kabisa. Kuku awe mweusi wa kike. Akashoka kadogo awe mkubwa ambaye shaanza kutaga mayai au ameshakuwa na uzazi kabisa. Kumbuka unaongea na kikongwe. Sasa kikongwe hawezi akawa mzee tu, ni kijana tu. Yule pia naye amesha umri umekwenda. Kwa jitahidi kufuata hekima hiyo. Kuku awe mkubwa kidogo mweusi. Yani kuzichinjia unatakiwa uchukue ile kuku uchinje, ile damu yake inapomwagika imwagikie kwenye vile vijiti. Lakini pia uchinjaji huu si busara kutumia bismillah na kuelekeza kibla, kwa sababu hii inakuwa ni kafara ya huyu kiumbe na wala hapa Mungu hausiki. Kumbuka ni elimu hii, usije ukachanganya mafaili. Hii ni elimu. Na kama utataka hii elimu ikujibu, huu utaratibu unatakiwa ufuatwe. Usilete mambo ya imani. Imani ni kitu kingine. Na hapa tuliko katika imani ya dini yoyote. Ndio maana hii elimu ya tiba ya mitishamba anatumia mtu yoyote. Ninazungumza hapa nina imani yangu, lakini hapa kwenye hichi kipengele imani tunaziweka pembeni zote. Tunafuata utaratibu na busara za wazee. Wamefundisha vitu hivi kwa utaratibu upi? Ukiwa na hekima utanielewa. Ukiwa bado utaendelea kubisha. Kisha baada ya kuvichinjia vijiti kuku mweusi na ile damu ikadondoka katika vile vijiti, na hapa kuna maelekezo kabisa bila kusema bismillah wala kumuelekeza kibla. Kisha utaimwaga kidogo damu ile katika vile vipande vya hizo mizizi. Kuku anakwenda wapi? Swali lingine litaulizwa hilo. Kuku unaweza kaliwa kama kawaida, lakini kinachotakikana ni zile damu ndo zimwagike kwenye vile vijiti. Baada ya hapo ukishavimwagia vile vijiti hiyo damu, unaweza ukavihifadhi. Vihifadhi tu, viweke pembeni. Kama ni kwenye kopo lako, kama ni kwenye mfuko wako, mkoba wako wa kazi, wewe kama mganga au mtabibu, vihifadhi tu vitulie. Kisha ukipata sasa mgonjwa aliyelogwa kwa uchawi wa aina yoyote, sikiza vizuri. Ukipata mgonjwa aliyelogwa kwa uchawi wa aina sio malaria, sio typhoid, sio UTI, tusije tukachanganya mafaili. Kuna ugonjwa wa kitabibu, yani ule wa kibiolojia, na kuna ule ugonjwa wa machawi na majini. Sasa tunazungumzia ni ule ugonjwa wa kulogwa. Ikitokea ukapata wewe mgonjwa amelogwa, ukasema huu ni uchawi kweli, wa aina yoyote, hiyo wa mapepo, wa majini, wa masea, basi utafanya afuatayo. Unatakiwa uchukue vile vijiti vyako na uviweke chini ya godoro au kitanda atakacholala huyo mgonjwa katika chumba maalum ambacho utakuwa umekiandaa wewe. Alafu zile pigi 5 utaziweka katika kila pembe ya lile tandiko, iwe godoro au kile kilago atakacholala. Unaweka pigi ya kwanza kwenye pembe na pigi kingine unakiweka wapi? Katikati. Unaona bwana? Baada ya hapo mgonjwa katika usiku huo alale katika chumba hicho, na uhakikisha hakuna mwanga wa taa wala kusiwe na kelele za redio wala TV, hata feni isiwashwe katika chumba hicho. Elewa vizuri, usiwashe taa hizi za kielektroniki ambazo tunatumia, hizi taa za kisasa. Usiwashe mwanga wowote katika chumba hicho anacholala huyo mgonjwa. Isiwashwe redio, isiwashe TV, isiwashwe simu wala feni ikaleta kelele aina yoyote. Kiwe ni chumba kitupu na kusiwe na mwanga wowote. Alale mgonjwa katika godoro hilo. Baada ya mgonjwa kulala, uhakikisha hakuna mwanga wa taa wala kusiwe na kelele za aina yoyote.
Sasa anaweza kalala na mtu mwingine kwa ajili ya kumwangalia, kwa sababu ule mgonjwa usiku anaweza akapiga kelele na akakosa msaidizi. Na ikatokea muda mwingine akakimbia. Sasa nitakiwa yupo msaidizi atalala mle ndani kwa niaba ya kumchunga. Kama itatokea dharura yoyote basi atamsaidia. Hii itasaidia kufanya kumpa matumaini kwamba yeye yuko na mtu anaweza kumsaidia. Lale tu kama kulala. Ikifika usiku atalala kama hivyo, basi usiku watakuja viumbe. Sawa bwana, watakuja viumbe na wataanza kuwafuata au mapepo kama anao, kuanyonga, kuangamiza. Unaona bwana, wataanza kumtibu ule mgonjwa wako. Na utashangaa, kitu utakachoshangaa, mgonjwa atainuka na atatembea hapo hapo. Yaani usiku ni mmoja tu, atalala usiku mmoja na kesho asubuhi utashangaa mgonjwa anaamka akiwa mzima kabisa, anatembea. Kama ni ugonjwa wa kulogwa, lakini usije ukaletea mambo ya malaria ukaweka hivi tena, au mambo ya typhoid, au mambo ya UTI, au mambo ya mgolo ukaweka hivi vitu ukajua kuna matokeo yatatokea. Huu ni ugonjwa wa machawi, ndio unaweza ukafanywa hivyo. Kwa hivi vijiti vinaweza kutumika kwa watu zaidi na zaidi. Ukishafika asubuhi, viondoe vile vijiti, kaviweke pahala unapovihifadhi. Mgonjwa atapata nafuu, tiba zingine zitaendelea, lakini tayari umeshamuondoshia maradhi kupitia hao. Kwa hiyo huu ni namna ya kumtibu mtu kwa kutumia viumbe. Ndio maana nimesema jinsi ya kuita mzimu wa mtu wa mbaazi ukusaidie katika kutibu magonjwa na matatizo mengine. Lakini pia vijiti hivyo unaweza kuvitumia kama zindiko la nyumba au shamba. Cha kufanya, utavitia katika chungu, kisha unaweka na michanga ya pembe 4 za eneo lile. Huu ni utaratibu mwingine. Yaani vijiti viandaliwa kwa utaratibu ule kuchinjiwa kuku, sijui kufanyeje, ule. Lakini hivyo vijiti sasa unaviweka, ukitaka viwe kama kinga, unavitia katika chungu, yani kile chombo cha udongo kile. Kisha unaweka michanga ya pembe 4 za eneo lako. Kisha utafukia kwa manuizi ya kuhitaji kuweka kinga dhidi ya wachawi, wezi na majini. Yaani unaviweka vijiti vyote 5 unaviweka kwenye chungu kimoja. Baadaye unakwenda kuchukua mchanga wa pembe ya huku, pembe ya huku, pembe ya kule, pembe ya kule na pembe ya katikati. Na pale katikati unachukua mchanga, unaweka katika chungu. Alafu unakwenda kufukia katikati ya eneo lako unataka kuliwekea kinga. Kama ni kinga uwanja, kama ni kinga ya nyumba, kama ni kinga sijui ya boma, utafukia pale katikati. Haifuki kwenye pembe, inafukiwa eneo, au sio lazima iwe katikati tu. Yaani eneo lako leo unataka kuwekea kinga, basi kile kichungu utakifukia eneo lote unalotaka, ila liwe katika eneo lako. Lakini michanga ihusike, michanga ya pembe 4. Manuizi yako ni kwa ajili ya kuweka kinga. Inshallah vile utakavyokusudia itakuwa. Utashangaa wachawi wakija pale wanaadhibiwa. Utashangaa unaweza kuitwa wewe ni bwana mchawi, kumbe watu wanakuja wanafeli, wanakuja wanafeli. Sasa kufeli kwao kule wanaishi labda wewe ni mchawi mkubwa kuliko wao. Kumbe umetumia tu elimu za kawaida na mambo Mungu amejalia kanani. Mimi ni Ustaz Bashiri na hii ni Tiba Facts Online TV. Kumbuka elimu hii imekamilika na haina mapungufu, wala usije ukajipa mashaka labda kuna password nimeziacha, sio kuna vitu nimepunguza. Vyote vimekamilika na sija kuachia kitu chochote cha kukusumbua baadaye. Elimu zangu mimi nashukuru Mungu zinakuwa zimekamilika. Kikubwa fuata utaratibu. Kama hujaelewa usikurupuke kunipigia simu, rudia clip hata mara 3. Kuna watu bwana mimi wanashangazaga sana. Anasikiliza somo limenoga, anakata, anatoka YouTube, anachukua namba yangu ya simu pale, anapiga direct. Nimetoka kusikiza sasa hivi kwenye ile somo lako la mti wa mbazi kuita mzimu. Sasa nimesikiza kidogo, bando likawa limekata. Sasa nimekupigia simu ili unielekeze vizuri. Kama una tabia hiyo, nataka nikupe maelezo haya. Yaani kama ndio unakuaga unapanga hivyo kwamba wewe unasikiliza kidogo au sana au umeshasikiza yote ila unakuja kwa target hiyo, mimi ni mwalimu. Mimi ni ustazi. Pia mimi ni mtu mzima. Yaani naweza nikawa nimeshakufahamu wewe nia yako kabla hata hujanieleza. Sasa huo ni usumbufu. Kwa nini clip iko wazi kiasi hichi usirudie hata mara 3 uelewe? Unanipigia simu mimi, sio kosa. Kosa inakuja ni sehemu moja. Wewe umesikiza clip unaniambia nimesikiza clip lakini
bando limekata. Sasa kama bando limekata, siweke lingine. Weka lingine, endelea kusikiliza clip. Uyaelewa, rudia mara pili, ya tatu, mpaka umalize. Ujua kuna vitu vya kunoti, weka notes pembeni, weka vitu vya muhimu andika pembeni, ili ukianza kufanyia kazi, unafanyia kazi ukiwa na uhakika. Lakini kinachoshangazaga, unakuta mtu anapiga simu hivi. Sasa kunipigia simu sio kosa. Kosa inakuja hivi, huo muda unaonipigia simu mimi, ninakuwa niko kwenye kazi zingine. Niko kwenye dua, niko kwenye vikao, nipo naongea na watu maalumu, watu wa muhimu. Siwezi kukatia yale mazungumzo nikaanza kukupa wewe maelezo ambayo tayari kwenye YouTube yamekamilika. Nitakachokuambia ni wewe bwana, nenda kwenye YouTube, sikiliza tena hiyo clip mara ya pili. Ndio majibu yangu yatakuwa hivyo. Unaona bwana? Kwa hiyo usije ukajisumbua. Maana nimekuta hizi simu zimekuwa nyingi sana. Sasa sijui anaelewa kwamba wanayempigia simu ni mtu mjinga, labda ukimwambia tu share anarudia tena. Alafu bahati mbaya mimi siwezi kurudia hayo maelezo ya kwenye YouTube. Haya maelezo unayopeana hapa, ukipiga simu siarudiagi. Ila ukipiga simu niulize swali, nimesikiza clip yako. Clip fulani ulikuwa unaeleza somo fulani. Umesema hivi na hivi na hivi, lakini sasa kipengele hichi sijakielewa, unakifanyeje? Au kipengele hichi unafanya hivi kwa nia ipi au kwa ajili gani? Hapo utaniona kabisa nitakuwa mwaza kwambia hapo fanya hivi fanya hivi. Ila eti nitarudia tena maelezo haya. Sasa nielekeze vizuri, hiyo agasi irudi kabisa. Mimi nina kazi ndugu zanguni. Kwa mtu mmoja nilikuwa napitia comment zenu kwenye YouTube hapa, asema tunashukuru kwa somo lakini unachelewa sana kutoa clip. Sio kuchelewa, ni majukumu. Yaani kitendo cha kuisikiza wewe clip hii leo, nimepata muda wa kukuandalia ili somo. Nikiwa sina muda siwezi kuandaa clip ya aina yoyote. Ndio maana unaweza kukuta hata wiki 2 zinapita sijapandisha clip ya aina yoyote. Sio kwamba labda eti mimi nina deni kwako. Mimi sina deni kukufundisha wewe. Ila mimi nakuja kujitolea huku kukufundisha wewe, angalau wewe upate elimu ya kukusaidia. Kwa hiyo nisihesabika kama mimi nisipopandisha clip nina deni na mtu. Sina deni na mtu. Labda umenunua vitabu sijakutumia, hapo nitakuwa na deni. Lakini kama sijakuuzia chochote, sina deni. Jamani, mimi na majukumu mengi. Kuna zile grupu za WhatsApp, kila siku mimi napigiwa simu, bwana share grupu vipi? Nashindwa kuzifungua kwa sababu muda ni mdogo. Kuandaa darasa za grupu ni muda ambao unahitaji umakini na hali ya juu, na niwe na muda wa kutosha kuzihudumia hizo grupu. Unakuta grupu ina watu 50, watu 20, watu 100. Inatakiwa na muda wa kuwafuatilia wote na kuwafundisha wote na waelewe. Sasa muda sina, naanzaje kuhusisha hizo grupu? Mimi mwenyewe natamani kuanzisha grupu lakini naanzaje? Muda haupatikani. Kwa hata wale wanaoniuzia kuhusu grupu, jamani, Ustadh Bashiri muda unamkosa. Yaani majukumu kadri siku zinavyozidi kwenda mbele ndivyo majukumu yanavyozidi kuwa mengi. Kwa ikikupendeza tu tunafuatilia darasa hapa YouTube, itakuwa bora zaidi kwa sababu hii itatusaidia kupata darasa vizuri bila kuwa na kudaiana. Kwa sababu nikifungua group nisipokufundisha siku 2 lazima unidai. Mbona darasa zipatikane? Sasa inawezekana mimi hapo niko safari, niko mkoani, niko wapi, nimeenda nje ya nchi wapi. Sasa nitakuwa nakueleza kila siku, hapa niko Nairobi bwana. Hapa labda niko Kampala bwana. Darasa lije itakuja wiki ijayo, utachoka, utasema huyu ni mbabaishaji. Ndio maana kuna vitu vingine inabidi tu visifundishwe au visiwepo kwa sababu ya nini? Ya kuondoa ile sintofahamu. Kwa inshallah somo limeeleweka, somo limeisha. Mimi ni Ustadh Bashiri na hii ni Tiba Facts Online TV. Hichi ni kitabu cha mwongozo wa tabibu. Ukitaka kulipata somo hili kwa urefu, nenda kasoma kitabu cha mwongozo wa tabibu kuanzia ukurasa wa 16 mpaka ukurasa wa 20. Somo hili utalikuta hapo kama una kitabu hicho. Kama huna kitabu hicho unaweza ukakiagiza kwangu, kinauzwa $20. Naweza kukutumia kwa WhatsApp au email ukakipokea ukiwa nchi yoyote duniani. Sio Tanzania au Uganda au Kenya, duniani kinakufikia na unaweza ukakifanyia kazi. Pia kina masomo mengine. Siku nyingine nitakuja kufundisha namna ya kufanyaje namna ya kuweka zindiko kwa kutumia mti wa mbaazi. Kuachilia mbali utaratibu huu tulioelekezana, kuna namna ya kuweka zindiko kwa kutumia mti wa mbaazi. Lakini zindiko hili, subhanallah, siku nitakapokuja kulifundisha usije ukajaribu kuligusa zindiko hili kama haujachoka na machawi. Kwa sababu zindiko hili ukiliweka la utaratibu huo nitakao kuelekeza,
mchawi yoyote atakayekuja kuchezea eneo hilo atakufa. Sio kunaswa, atakufa. Kwa jitahidi sana uelewe somo hilo. Na somo hilo la kuweka zindiko kupitia mtu wa Mbazi lipo kwenye kitabu hichi cha Mwongozo wa Tabibu kuanzia ukurasa wa 21. Kwa unaweza kaenda kusoma kipengele hichi. Kuna mtu mmoja aliniuliza swali kupitia hapa kwenye kipengele chetu, njoo tufundishe kuhusu zindiko la mtu wa Mbazi. Nikasema sawa, inshallah atakuja nifundishe, lakini kuna vitu vingine ndugu zangu tunashindwa kuviweka public zaidi kama hivi kwenye mitandao ya kijamii kwa sababu ni vingi, vitu vingine vya hatari. Ukikifanya unaondosha watu kweli. Unaona kuna vitu vingine tunabidi mtu avisome mwenyewe peke yake, privacy, alafu amue mwenyewe nifanye au nisifanye. Lakini ukianza kuviweka public hapa, kuna watu zaidi ya 20,000 wanafuatilia hii channel. Sasa hii channel inapofuatwa na watu zaidi ya 20,000, watu tu 10,000 wakafanya hivyo vitu, wameangamiza watu wangapi huko? Kuna vitu vingine tunaweza tukashindwa kuvifundisha kwa sababu ya nini? Ya ule ukakasi wake. Kwa hiyo kuna vitu vingine ndio maana tunasema bora mtu ana kitabu ili kimsaidie. Tukutane siku sana wakati mwingine. Mimi ni Ustaz Bashir na assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.